Rais wa Marekani Donald Trump amesema yeye pamoja na rais wa China Xi Jinping wamejadili swala la Iran na kwamba wote wawili hawataki taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia, huku akisisitiza umuhimu wa njia za usafiri wa majini kuendelea kuwa wazi katika eneo la mlango Hormuz. Kauli hiyo imetolewa wakati Trump akihitimisha ziara yake ya kiserikali nchini China, ambapo alikutana na Xi katika makao maalum ya serikali ya China Zhongnanhai jijini Beijing. Trump alisema viongozi hao wawili wamefanikiwa kutatua changamoto mbalimbali ambazo kwa mujibu wake watu wengine wasingeweza kuzitatua. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya China, Xi Jinping aliitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria na yenye umuhimu mkubwa, akisema yeye na Trump wameweka msingi wa uhusiano mpya wa kimkakati wa kujenga na wenye utulivu kati ya China na Marekani. Xi alisema Trump anatamani kuifanya Marekani kuwa taifa kubwa tena, huku yeye akiwa na dhamira ya kuiongoza China kuelekea ufufuo mpya wa taifa la China na kusisitiza umuhimu wa kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa kati yao. Kwa upande wake, Trump aliisifu ziara hiyo kuwa yenye mafanikio makubwa, inayotambulika duniani na isiyosahaulika, huku akimtaja Xi kama rafiki yake wa muda mrefu anayemheshimu sana. Trump pia alisema yuko tayari kuendelea kuwa na mawasiliano ya karibu na ya kina na Xi Jinping, huku akieleza matarajio yake ya kumpokea rais wa China mjini Washington siku zijazo. Katika mazungumzo hayo, Xi alimweleza Trump historia ya eneo la Zhongnanhai, akisema ni mahali ambapo viongozi wakuu wa serikali ya China wanaishi na kufanya kazi. Alisema eneo hilo zamani lilikuwa sehemu ya bustani ya kifalme na lina historia kubwa, akisema kuwa moja kati ya miti walioitazama wakati wa matembezi yao una umri wa miaka 490. Xi pia alisema atamtumia Trump mbegu za maua ya waridi ya Kichina kama zawadi, jambo lililomfurahisha rais huyo wa Marekani, ambaye alijibu kuwa amelipenda jambo hilo. Baadaye katika hotuba yao ya pamoja, Xi alisema viongozi hao wamefikia uhusiano mpya wa pande mbili wenye kujenga na kuita hatua hiyo kuwa alama muhimu ya kihistoria. Hata hivyo, wakati mkalimani wa Xi alipokuwa akiendelea kutafsiri hotuba hiyo kwa Kiingereza, waandishi wa habari waliomba kuondoka ghafla ukumbini na matangazo ya moja kwa moja yakasitishwa.